kuangalia kwa aibu katika Yesu. Bwana akamwambia Petro, utakachokifunga duniani na mbinguni kimefunguliwa. Hayo ni maneno matakatifu katika Biblia takatifu, Mathayo 18 mstari wa 18. Muujiza tutaufanya baada tu ya kuamini, kwa maana neno la Mungu linasema miujiza itaambatana na waaminio. Lakini baadhi ya watu wengi fikra zao huwa na masito mengi sana dhidi ya miujiza itendekayo katika madhehebu. Naam, sio kila muujiza unatokana na Mungu, na sio kila muujiza utokanao na nguvu za giza. Kama kutabiri, ndiyo, shetani naye hutabiri, na vile vile kupitia Roho Mtakatifu mtu hutabiri. Kisichostahili kusahuliwa ni kuwa kila mmoja wetu ana namna yake ya alivyopokea, na kila mmoja ana wito wa kipekee. Je, ni yapi masemi ya watumishi wa Mungu dhidi ya haya yote? Hatukukaa chini katika kutaka kulijua hili. Hatukutaka kukujaza maneno, ila kwa ajili ya kuelewa mengi zaidi kuhusu hili, mradi tupate kukuelewesha pia. Tumefanya safari hadi kumtembelea mtumishi wa Bwana anayetumika chini ya upako wa Roho Mtakatifu, nabii afahamikaye kwa jina maarufu Nabii Kiboko ya wachawi. Kwanza alianza kutueleza yeye ni nani na namna gani alivyopokea wito wa kazi ya Mungu. Majina yangu kamili naitwa Dominique Dibwe Kashala. Kwa jina maarufu ambalo watu wananifahamia ni Nabii Kiboko ya wachawi, na ni mume wa mke mmoja, baba wa watoto wawili ambao Mungu ametubariki nao. Lakini pia ni mtumishi wa Mungu ambaye namtumikia Mungu kama nabii. Tukianza safari imeanza kwa muda mrefu mpaka hapa. Kwa kifupi, kwa mtu ambaye anatamani kujua mimi ni nani, lakini pia mimi ni Mkongo, mzaliwa wa hapa Lubumbashi, hospitali ya Sendwe, ndio mahali ambapo nimezaliwa. Nimesoma hapa na baada ya pale mengine akaendelea. Nafikiri kwa kifupi, kwa anayetaka kuelewa nafikiri inatosha. Kuhusu swala la masito mioyoni mwa watu ya miujiza kwa watumishi wa Mungu na kuwadai kuwa ni matapeli, alijibu hivi: kazi hii sio kazi nyepesi. Kazi ngumu kweli kweli. Ngumu sana. Kwa kuliweka swali lako vizuri, kuna watu wamegawanyika kwenye makundi. Kuna wale ambao kuona miujiza ikitendeka wote wanaona. Hiyo haibishiki. Kila mtu anaona. Wakusikia wanasikia, wakuona wanaona. Sasa katika kusikia na kwenye kuona watu wanagawanyika. Kuna wale wanaosema huu ni uchawi, na wale wanaosema ni magic, kuna wanaosema ni watu wanapangwa. Nafikiri miongoni mwa vitu vingi viko vitatu. Wale wanamshukuru Mungu, wanasema Mungu anafanya. Na wale wanaosema ni uchawi, kuna wanaosema ni vitu vya kupangwa kama sinema, kama comedy, kama igizo. Ukiniuliza mimi nilijibu. Sasa siwezi kuwaongelea watumishi kwa sababu mimi sio msemaji wa watumishi. Ninaweza kuongelea ninachokijua. Mimi sikuzaliwa mtumishi, na sio kazi nilipenda kuifanya. Mungu shahidi, aliniita nilikataa. Na kumbukumbu wakati Mungu ananiita kwa kazi hii, mimi nimezaliwa kwenye familia fulani maskini sana, na nimekaa Kongo miaka yangu yote. Hakuna siku niliwahi kumtumikiaga Mungu mpaka nimemaliza shule. Hakuna siku niliwahi kumtumikiaga Mungu. Sijawahi kuota. Na waonaga tu waimbaji wanaimba, watumishi wanahubiri, wakutabiri, naona tu kama vile watu wengine wanaona, napita naendelea na mambo yangu. Sio kitu ambacho kilikuwa ndani yangu kutoka nakuwa. Sikuwahi kuwaza. Nikiwa mdogo nilikuwa natamani niwe niwe daktari, nilikuwa natamani niwe mfanyabiashara. Kwa hiyo kwenye haya ambayo watu wanazungumza, nilisema nitajizungumzia mimi. Kwenye kujizungumzia mimi, naomba niseme hivi.
Baada ya mimi kuanza kumtumikia Mungu, niliona nilichokuwa nakitafuta sitakipata. Huduma zilikuwa haziendi, pesa nilizokuwa nafikiria ziko kulikuwa hamna. Miaka mingi kulikuwa hamna kitu. Sasa na kweli huduma yangu ilikuwa haina miujiza kabisa. Wakati naanza huduma, mimi sijazaliwa nabii. Nguvu yenyewe miujiza hata sijui vilianzia wapi, sikuwa naelewa chochote. Kitu nakumbuka mwaka 2018, 19. Siku moja nikiwa kanisani, na kipindi hicho nilikuwa na watu bado 200 kanisani. Ibada inaendelea, nimemaliza ibada, nimerudi nyumbani kulala. Mke wangu shahidi. Ilipofika saa 10 alfajiri, kuna ndoto nikawa naiota. Nilikuwa naota ndoto, naota niko kanisani. Na pale kanisani nikaona baba mmoja ameingia pale kanisani, mtu mzima tu. Alafu anakuja anasimama mbele yangu, ananiambia twende. Na wakati uko kanisani, ibada ilikuwa inaendelea na binti yangu mmoja ndio alikuwa kwenye ndoto. Binti yangu ndio alikuwa anaendesha ibada. Kwa hiyo mzee ananiambia twende, unaitwa. Kwa nikimwangalia yule mzee, nikahisi nilichokuwa mazingira nilikuwa nayaona ni kama mtu amekuja ametumwa aje nichukue, ndio mashanga yanaishia pale. Nikaanza kuhangaika, napiga kelele kanisani, muniombee. Sasa ni kwenye ndoto, hawa hawanioni, hawanisikii, wanaendelea na ibada, mimi nalalamika. Kumbe sasa yale makelele napiga kanisani na yapiga kitandani, mke wangu anaangalia. Imefanyika kama dakika 30, nikaja kushtuka. Nashtuka namkuta amekaa kitandani. Nikamuuliza kwani ananiuliza ni shida gani? Nikamuuliza kwani wewe umeona nini? Anasema ninakusikia unapiga makelele kama mtu sauti nakata. Nikamuuliza ulikuwa unasikia ile makelele anasema? Anasema mimi kwa nasikia tu makelele, unapiga makelele. Sikumjibu, nikanyamaza. Baada ya kuamuka siku ile kuenda kanisani, nakumbuka ndo mara ya kwanza walimleta mtu mwenye tezi dume, mwenye busha kubwa. Mungu akaniambia nibebe mafuta, nikampa mafuta, akapaka kwenye busha likayeyuka pale pale kanisani. Kwa safari ya matendo makubwa ambayo Mungu ameanza kuyafanya kwenye huduma yangu imeanza baada ya kuponea kifo. Mimi hii historia ina sacrifice ya maisha yangu nyuma yake. Kwa hiyo ilikuwa nife, Mungu alivyoona hakuna haja ya mimi kufa, kuna kazi anataka kufanya na mimi, akanirudisha. Baada ya kurudi ndo yakaanzia pale. Kwenye historia ya miujiza nina miaka mingi. Imekuwa vigumu leo mimi kusimama mahali kati ya wagonjwa 10 wakatoka wote wagonjwa pale. Ni lazima, siwezi kusema wanapona wote, huo uongo. Kati ya wagonjwa 10 unaweza shangaa 7 wamepona, wamebaki 5. Unaweza shangaa 5 wamepona hivyo. Kwa hiyo imekuwa sasa swala la watu kusema wanapangwa watu, hiyo moja mtaijibu hivi. Mtumishi wa Mungu huyu alifutilia mbali swala lihusulo manabii na watumishi wengi wanaoishi kwa dhaka za waumini, naye kudai kuwa kinyume na madhabahu, wachungaji wengi wana biashara vyao binafsi vinavyowawezesha kuendesha maisha yao ya kimwili. Tembelea wachungaji hapa Lubumbashi tu, ufanya tu kautafiti kidogo, tembelea wachungaji 100. Kati ya wachungaji 100 utakao watembelea, alafu waulize tu wakuonyeshe benki zao, akaunti zao za benki. Kati ya wale 100 utakayempata tu na $10,000 kwenye account, basi ndio niambie. Unaweza kuwatembelea Lubumbashi yote nzima hii, ukute wachungaji ambao Mungu amewabariki wako 5. Lubumbashi na wachungaji wangapi? Hivyo ndio vitu ambavyo watu wanabidi wavifikirie. Sasa watu wanaongea ni biashara, wanapata pesa. Wanapata pesa, labda wanaangalia wale wa 5 4 ambao wanaonekana wana pesa, ndio kule macho yanaangalia. Lakini kiuhalisia, waangalieni maisha ya watumishi wa Mungu namna yalivyo. Sasa wale ambao mnawaona na pesa, watu hawataki kuuliza wanazipata wapi. Unajua ni vizuri kama hivi kikaa na mimi uniulize, tunakuonaga na magari, tunakuonaga na pesa, unazipata wapi? Hapo mchungaji. Hilo ni swali la msingi sana. Ndio. Umeshanielewa? Ndiko na kuelekea. Kitu cha msingi sana kutaka kujua anazitoa pesa wapi. Sasa niko hapa, nani aliyekuambia pesa mimi napata kanisani? Sasa watu wakiniona nimesimama madhabahuni na ubiri, wanajua pesa napata kanisani. No, mimi ni mfanya biashara. Wanadai sadaka za waumini ndizo ambazo zinafanya wachungaji waishi. Pesa yenyewe hawana ya kukufanya uwe tajiri. Kwa hiyo nilikuwa ninazungumza hivi, kuliko kuongea mambo wasioyajua, kuzusha kuongea mambo kwa hisia, kwa sababu hivi vitu anavyoongea kwa kuhisi,
kwamba hii gari ni sadaka, hii nyumba ni sadaka. Sabora, kama unataka kujua ukweli, Waingereza wanasema no research no right to speak. Kama haujafanya utafiti hauna haki ya kuongea. Sasa watu wengi wanaongea vitu vyenye hawavijui kwa sababu hawajafanya utafiti. Kwenye kufanya utafiti ni heri kama hivi umekuja uniulize, bwana, tumeona ni wewe ni kati ya wahubiri ambao Mungu amewabariki. Hizi pesa unatoa wapi? Sasa mimi ndio kukwambia ni sadaka au kuna kazi zingine nafanya. Sasa naweza nikawa nafanya kazi zingine, alafu ukiniangalia kwa sababu hauzijui, kazi pekee unaijua ni kuhubiri, utasema tu pesa napata kwenye kanisani, mimi mfanya biashara. Nikipata nafasi nitakuonyesha nyumba ninazomiliki. Ninamiliki maetage na maetage wanaonijua wanajua. Tanzania namiliki maetage plus de 60%. Nafanya kazi ya viwanja, nafanya kazi ya nyumba. Naagiza hapa nimekaa na wewe je de container inatoka Australia, iko na magari ya kuuza plus de 7 vehicles ya kuuza, iko na makamera, iko na vitu vya masano. Kwa mimi nafanya biashara, naagiza vitu China, naagiza vitu Australia, naagiza vitu Etats-Unis. Sasa ukinaona na pesa kama sijakuambia zinatoka wapi, ni haki wewe kusema anafanya biashara kanisani tu mesa ne pavre. Wengi hudai kuwa baadhi ya watu hulipwa ili kutoa shuhuda za uongo, na hili ametupilia mbali kabisa. Siri ni ya mtu mmoja. Nimekuwa kwenye hii huduma na mambo ya miujiza miaka mingi. Wapi mmewahi kuonaga mtu? Kwa sababu mkianza kuhesabu watu ambao wameponea, wamepokea kwenye mikono yangu, sio hata chini ya 100,000, hata milioni wanafika. Sasa wale watu wote milioni wamenyamazaga mpaka leo wote. Hakuna anayesema kwamba mimi nilipewaga hiki na hiki. Hivi kwa sababu ninachoamini hakunaga siri ya watu wawili. Sasa wamepona wangapi? Shuhuda ziko na watu wangapi? Mbona hawa wote wamenyamaza? Kila taifa ninakoenda, majuzi nilikuwa niko Kenya, mumeona walemavu wakitembea. Mbona hawa watu wote wamenyamaza mpaka leo? Kwa ukiona iko vile wamenyamaza kimya, basi wajue ya kwamba wale watu mimi na wao hakuna chochote tunachoshare zaidi ya ile maombi nimefanya kwao na kile walichokiona. Hiyo ni moja. Pili, kuna wale wanaosema ni uchawi, magic. Wow. Hakuna mtu anayeweza kusema huu ni uchawi kama yeye hana huu uchawi. Kwa sababu huwezi jua uchawi mpaka uwe nao, au huwezi kujua uchawi mpaka uwe na Mungu wa kweli. Kwa hao wanaosema ni uchawi kuna mawili. Aidha wao ni wachawi ndio maana wakajua na sisi ni wachawi, au wana Mungu wa kweli. Sasa tuanzie kwenye kuwa na Mungu wa kweli. Kama wako na Mungu wa kweli, huyo Mungu wao wa kweli anafanyaga nini? Hicho ndio msingi. Sasa wakwetu wanayemuita hao uchawi na nini, mbona anafanya mambo makubwa kuliko Mungu wao wa ukweli? Sasa inakuwa na shida. Kama Mungu wao wa kweli anazijua nguvu na tulie naye, aliye wa kweli ni yupi? Tunachokijua Mungu wa kweli ndio mwenye nguvu ya kweli. Ana nguvu kuliko uchawi, ana nguvu kuliko magic. Sasa kama sisi tunaosema tuna uchawi na nini, wao wenye Mungu wa kweli wanafanyaga nini? Hicho ndio cha msingi. Sasa kama sisi tunavyofanya ni vikubwa kuliko wanavyofanya wao, basi inabidi wajiangalie, aliye na Mungu wa kweli kati ya wao na sisi ni kina nani? Aliye na Mungu wa kweli yuko juu. Aliye na Mungu wa kweli ndio mwenye uwezo. Alipo Mungu wa kweli ndio miujiza inapokaaga pale. Sasa wao wanasema wana Mungu wa kweli, sisi tuna Mungu feki. Huyo Mungu wao wa kweli, na by the way mimi niwaambie, vigumu sana kuona mtu mwenye nguvu anapiga makelele. Mtu mwenye uwezo anaonyeshaga uwezo wake apiga makelele. Wao wafanye kile Mungu wao anaweza kufanya. Alafu ni wakumbushe, Biblia inasema hivi, akiwepo mtu yeyote atakayetabiri kwa jina la Mungu, ikiwa hakuambiwa na Mungu, Mungu anasema atamuua. Unajua ni watu wangapi nimetabiri? Unajua ni miaka mingapi natabiri? Kwa nini Mungu ameniacha? Ina maana Mungu ameshindwa kuniua. Kwa hivi vitu watu waelewe ya kwamba nyuma ya yale wanaoyaona tuna historia. Kuna mambo tumepitia, yako maagano Mungu ametuingiza. Kuna mahali tulipita na Mungu ndio ikawa hivi ilivyo leo. Kwa hiyo mimi niwaambie watu kwamba mwisho niseme siko hapa kulazimisha watu kuamini miujiza na ambao Mungu anaifanya. Siko hapa kulazimisha watu kuamini kwenye kazi, unabii na kila kitu, kwa sababu hata Yesu mwenyewe ilikuwa ni kimbembe. Imagine mtu amezaliwa bila mwanamke na mwanaume kukutana,
lakini Wayahudi wakasema uongo, sio kweli, huyu sio mwana wa Mungu. Unajua Yesu alimuua kwa nini? Nilijua mambo mawili tu. Jambo la kwanza alisema yeye ni mwana wa Mungu, ametoka mbinguni, wakasema sio kweli. Walisema sio kweli. Jambo la pili, alipokuwa anawaaminisha watu kwenye kufa na kufufuka, wakasema hakuna biashara ya kufa na kufufuka. Je, watu huamini kweli kweli kwa miujiza hiyo? Aidha wanachukulia tu kama utapeli? Kiboko ya wachawi alirejea hivi: watu wote wakuamini wewe nani? Duniani hapa hakuna mtu anayeaminika na watu wote. Hata Mungu kuna watu hawamtaki. Ndio maana unaona shetani na watu wengi. Hata Mungu mwenyewe na watu hawakubaliana na yeye kama yupo na existe. So mimi ninachoweza kusema ni kwamba imeandikwa ukiamini na utauona mkono wa Mungu. Kwa hiyo wewe ambaye bado unamhitaji Mungu, una changamoto, umehangaika kushoto na kulia, njoo ujaribu kwanza. Weka kwanza imani, njoo tuone kile ambacho Mungu anaweza kukifanya. Na kwa kuwa unamwamini Mungu, hautaki mambo ya mamashi, basi vilivyo vya mashi vitafanyika kwako. Lakini ukiona vikifanyika kwako, basi ujue huyo Mungu wa kwako naye muamini mimi ndio amefanya hivyo. Nafikiri kwa kifupi juu ya masuala ya miujiza uliokuwa nataka kuniuliza, masuala ya biashara makanisani, nafikiri nimekujibu kwa ufupi. Ama kweli. Kwa kutamatisha, na mtumishi wa Bwana huyo hakuacha kuwakaribisha mataifa yote kuwasili maibadani kwake ili kuona mkono wa Bwana, ili nao pia wabaki mashuhuda. Mimi nichukue tena nafasi kwa unyenyekevu ni wakaribishe watu wote. Haijalishi wako wapi, ni wakaribishe wote. Kwa namna ya kufika, kwa wale ambao sauti itawafikia au video itawafikia, kwa sasa tuko Golf Juge Caravia. Ukitaka kuja unabeba transport ya kwenda Golf Juge Caravia. Ukisha vuka ile contournement, station ya kwanza unaiacha. La deuxième station utakuta pancarte ya kiboko ya wachawi iko pale. Normalement siku zile ambazo tupo masaa yale ambayo ni ya kazi, wanakuaga grupu ya mashemasi iko pale. Ufika tu pale utauliza kwa nabii kiboko ya wachawi na wenyewe watakuleta mpaka kanisani. Normalement reception inafanyika di lundi au lundi. Kwa reception prophétique, ile consultation ile ya kuonana mtu mmoja mmoja ni lundi au lundi kila siku, kuanzia 8h de 8h jusqu'à 12h 13h inakuwa imeshaisha. Lakini siku za ibada ni mardi à partir ya 14h, jeudi à partir ya 14h na dimanche à partir ya 14h. Kwa tunakuwa na kilte ziko tatu, tunakuwa na ibada ziko tatu. Kwa hiyo muda wa ibada ndio ambao nimeutaja. Lakini pia kwa wale ambao wako wale walioko mbali sijui nini cha kusema, lakini kuna kuwaka wakati Mungu anatufanyaga neema ikiingia kwenye vipindi napitaga direct, naweza pita direct kama ni ku radio, wanaweza siwezi kuzitaja kwa majina, radio ni nyingi, lakini pia wanaweza kutupata kwa mitandao yetu ya kijamii. Kwa TikTok ukiandika kiboko ya wachawi utatupata, tuko pale. Kwa YouTube ukiandika kiboko ya wachawi, kwa Instagram unaandika Pastor Dominic na pia kiboko ya wachawi, Facebook tupo. Kwa hiyo zile siku ambazo mtu akijabone pale, kwa kila taarifa inayowekwa, kama ni muda wa live ikianza, kama uko abone utapata tu taarifa inakwambia niko hewani. Wale ambao hawawezi kutufikia, nafikiri hiyo ndio njia ambayo, hizo ndio njia mbili wanazoweza kuzitumia kufika. Lakini pia nichukue nafasi hii watahadharishe watu kidogo. Mimi Mungu amenijaliaga nina jina kubwa kidogo. Sasa watu wengi wanajaribu kulitumia kwa namna wanavyojua. Wako wengine wamefungua account zao kwa mitandao na wameweka manimero yao, wameweka namba zao za simu, wanawaambia watu wakiwapigia wanawaambia watume sadaka. Mimi kwa wale wanaojua, mimi siiti sadaka nikiwa kwenye redio, simwambii mtu, sijawahi mwambia mtu yote anitumie sadaka. Sio kwamba sadaka sio muhimu, no. Mimi nasemaga hivi, kama ni swala la sadaka, fika kanisani, toa sadaka yako ukiwa unaniona. Sasa mwisho wa siku utatuma sadaka kwa mtu, atafanya vya kufanya, hakuna matokeo. Sasa ule wizi utanibebesha mimi. Sasa utaamini mimi ndio nimefanya yale mambo. Kwa hiyo mimi ninaomba niwatahadharishe watu, akaunti zetu ndio zile ambazo nimekupatia, na ukiingia pale utaniona. Ukisikia tu mtu anaanza na wewe mambo ya nitumie pesa, hapana, usifanye hiyo. Mimi ni London Mushalang wa Israel. Kwa muda mwingine, kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu, uwe na siku njema.